Kumekuwa na hali ya sitofahamu iliyoibuka siku chache kadhaa kutoka kwa mastaa wakubwa na waigizaji wa tamthilia ya Dunia, hasa kwa upande wa mzee mkubwa Mwanyanya, huku karata nyingi sana zikimwendea yeye huza katika upande wa tamthilia hii ya Dunia kuweza kucheleweshwa. Huenda ukawa unajiuliza kwamba je, kwa nini tamthilia ya Dunia zimepita takriban wiki mbili? Lakini pia moja kati ya waigizaji wakubwa sana tunamjua kabisa Mr. Mwanyanya ambaye ni assistant director. Basi kuna kitu kipya sana ambacho tutakuja kukufahamisha hapa. Ni kipi ambacho kipo nyuma pazia? Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unakubaliana au kama unazikubali tamthilia mbalimbali, basi sisi tutakuwa tunakufahamisha juu ya kile kinachoendelea. Basi moja kwa moja niweze kualika na nikwambie tu kwamba hapa ndio sehemu pekee pa kuweza kupata update zote kamili. Na hapa moja kwa moja kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Net. Ukibonyeza neno subscribe kisha tuendelee pamoja. Hasa kitu kipya kilichopo kwa sasa ni kwamba mwigizaji mkubwa wa tamthilia ya Dunia kama unamfahamu Mwanyanya, ni kwamba kuna za ndani kabisa. Hizi ni taarifa ambazo sio rasmi. Zikiwa rasmi maana yake lazima zitatolewa na sehemu husika. Hapa namaanisha kwamba uongozi mzima wa Asma Films au kupitia kwa baba Asma au kwa mhusika mwenyewe ambaye ni Mr. Mwanyanya. Kwa vile bado hajazitoa taarifa hizo, basi sio rasmi, lakini za ndani kabisa. Hapa namaanisha ni tetesi. Tetesi zinasema kwamba huyu mwigizaji Mr. Mwanyanya ana uwezekano mkubwa wa kuweza kuondoka katika tamthilia hiyo na kuweza kuanzisha tamthilia yake. Kitu ambacho baada ya tetesi hizi kuwepo, basi imeibua hisia kali mseto nyingi sana ambazo zimesababisha tamthilia hii isiweze kurekodiwa kwa muda wa takriban wiki mbili zimeisha, tamthilia ya Dunia ikiwa bado haijawekwa, hasa katika upande wa hatua ya 133 bado haijapostiwa. Acha tu kupostiwa, bado hata haijashutiwa. Ukizingatia ni kwamba kama umekuwa ukifuatilia mitandao ya kijamii, moja kati ya Mr. Mwanyanya ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakiposti zile behind the scene. Sasa tunajua kabisa kwamba kwa nini anaposti, kwa sababu ni assistant director, ni director msaidizi. Lakini kuna hali ya sitofahamu imeibuka kwamba kuna baadhi ya waigizaji ambao wanataka kwenda kuanzisha movie yao, kitu ambacho kimesababisha kidogo kutokea na mtikisiko mkubwa sana, ambapo imebidi kujipanga upya. Kwa hivyo basi Makito alichokifanya ni kwamba kutokana na mastaa hao walembo wakubwa kuweza kuondoka, kwa hivyo ilibidi kwanza aweze kuitisha watu mtandaoni na kutoa namba yake ya simu kupitia mtandao wake wa Instagram na kusema kwamba wale wote ambao wanataka au walembo wazuri, hakusema wanataka kwa ajili ya nini, hakutaka kuvujisha kodi, alitaka tu kuzungumza hivyo, hakutaka kutoa kodi kwamba anataka kwa ajili gani, kwa sababu ingefahamika moja kwa moja ni nani ni upi. Kwa hivyo akataka walembo wazuri waweze kutuma namba za WhatsApp, waweze kumtumia kwenye namba yake ya WhatsApp, waweze kumtumia picha, waweze kuona mlembo gani mzuri, alafu kisha aweze kumweka katika baadhi ya maeneo ambayo kati ya walembo ambao wanataka kuweza kuondoka na kusepa kuanzisha movie yao. Kwa hivyo hii huenda ikasababisha anguko kubwa sana la Dunia kwa asilimia kubwa kwa sasa. Kwa hivyo kama unavyojua mipango ya Mungu sio ya mwanadamu, kwa hivyo tutegemea kabisa huenda ikaibuka tamthilia mpya ambayo ni ya kitofauti na zaidi, kutokana na baadhi ya mastaa kubwa kutokana katika tamthilia ya Dunia, huku mmoja kati ya mastaa kubwa kabisa ambaye ni Mwanyanya akihusishwa kuweza kuondoka katika movie hiyo. Hizi ni tetesi ambazo nakupatia, lakini hakikisha una subscribe hapa, huku nikikwambia kwamba lisemwalo lipo kama alipo basi linakuja. Hapa namaanisha kwamba mambo ni mapya kutokana na jinsi ilivyo. Basi niseme sina ziada, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Asante.